safari ndefu ambayo Yesu alikuwa akitembea. Kwa wakati huu Yesu anasema ya kwamba akawaambia wanafunzi wake tuvuke hadi ng'ambo ingine. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata mimi nimekuja kuambia jioni ya leo tutavuka ng'ambo ingine. Haleluya. Haijalishi ni hali gani ambayo unapitia ndani. Haijalishi ni watoto wamerudi kwa nyumba. Wacha nikwambie jioni ya leo, wacha nikutie moyo. Nikwambie ya kwamba jioni ya leo tutavuka ng'ambo ingine. Hata shetani apende asipende, tutavuka ng'ambo ingine. Haleluya. Bwana asifiwe. Wanafunzi wake wakamwambia mtumishi, wakamwambia Yesu, hauoni ya kwamba hata chombo chetu kimejaa maji? Haijalishi majaribu yamekuwa mazito kiasi gani. Haleluya. Maana katika mashua maji ikiingia itazama. Haleluya. Lakini kwa sababu wanafunzi walikuwa wanajua ya kwamba Yesu ni muweza wa vyote, wakiwa na Yesu kila kitu kiko salama, hawakukuwa na wasiwasi. Walijua ya kwamba tuko na mkombozi. Hata nawe ninakwambia jioni ya leo, hata kama chombo chako kitajaa maji, hata kama chombo chako kitajaa mafuriko, haijalishi ni magonjwa yamekuwa mafuriko maishani mwako, lakini nimekuja kukwambia jioni ya leo lazima tutavuka ng'ambo ingine. Haleluya. Shetani apende asipende, hata atukoseshe pesa, hata atukoseshe amani, jioni ya leo tutavuka ng'ambo ingine. Haleluya. Maana wanafunzi wakawa wanavuka, wakawa wanaona ya kwamba watatoboa wakiwa peke yao, lakini ikapatikana ya kwamba maji ikaanza kujaa. Jioni ya leo mimi ninakuja kukwambia ya kwamba kwa hizo shida zako usione ni kwamba utaweza peke yako. Hauwezi kabisa. Haleluya. Wakakumbuka, wakajua tulikuwa na mwana wa Mungu. Wakamwambia Yesu, tunaangamia. Jioni ya leo mama, jioni ya leo ndugu, geuka mwambie Yesu, ili jambo limenifinya. Haleluya. Tumgeukie Mungu. Maana wanafunzi walijua ya kwamba wacha tujaribu. Ni kama Yesu alikuwa akipita juu ya maji, wakaona kwamba hata wanaweza pita, lakini kumbe hawakukuwa na imani ya kutosha. Haleluya. Jioni ya leo mpendwa, kuwa na imani. Haleluya. Kitu ambacho kinaturudisha nyuma wa Kristo, mtumishi wa Mungu anaweza akakwambia kesho wewe ni tasa, lakini Mungu anasema ya kwamba mwezi ujao utapata mtoto. Haleluya. Wakristo tunakosa imani. Tunaanza kuuliza nitapata aje mtoto. Unaanza kujirudisha nyuma kwa yale majibu ambayo daktari alikupea. Daktari alisema siwezi nikazaa. Haleluya. Bwana asifiwe. Sikiza sauti ya Mungu, na kwa hakika Mungu ni muweza wa vyote, na ukuwe na imani. Imani ndilo jambo la maana katika hili mstari. Wanafunzi wa Yesu hawakuwa na imani. Ni kama walisema wacha tujaribu kupitia kwa hii mwili yetu, wacha tujaribu kwa ajili ya akili tulizo nazo, ama wacha tujaribu kwa sababu tumesoma sana kumliko huyu Yesu, lakini hawakukuwa na imani hata kidogo. Haleluya. Chombo kilipoanza kuyumbayumba, maji ikaanza kuingia ndani, ndio wakaanza kufunguka macho, wakasema na ni kama tunaenda kuangamia. Ndio wakamrudia Yesu, wakamwambia Yesu, tunaenda kuangamia. Haleluya. Haijalishi ni dhoruba gani ambayo imetokea maishani mwako, haijalishi ni dhoruba gani ambayo inakufinya, jioni ya leo usijalishwe na madhoruba, usijalishwe na midomo ambazo zinanena kinyume na wewe, usijalishwe na zile sauti ambazo zinaongea nyuma yako. Mpendwa, kaza mwendo, wacha tukaweze kuvuka ng'ambo ingine. Haleluya. Na tuwe na imani, na kwa hakika imani itatuwezesha. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukiangalia mstari wa 40, akawaambia
mmekuwa waoga. Roho ya uoga ni dhambi. Haleluya. Wakati mwingine unapata wewe uko tu, Roho wa Mungu anakusukuma, anakuambia fanya hili jambo, lakini juu ya uoga unakataa. Bwana asifiwe. Maana tunaona wanafunzi wa Yesu wakaingiwa na uoga. Yesu akawaambia, mbona nyinyi mko na uoga? Ni mara ngapi wa Kristo Mungu ametupa hata vipawa tukaweze kumfanyia kazi, lakini juu ya uoga. Sijui uoga itakupeleka wapi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuwa na ujasiri. Ambia uoga kaa kando. Ambia uoga kaa kando, mimi nataka kupita. Haleluya. Mara mingi wapendwa, tumebarikiwa, lakini sababu ya uoga inakurudisha nyuma. Unakataa kufanya kazi ya Mungu. Unakataa kusimama mbele ya kanisa la Mungu kaweze kushuhudia. Mungu amekubariki na kile kidogo. Unaanza kusema ya kwamba mimi hiyo sitatolea ushuhuda. Bwana asifiwe. Ni roho ya uoga. Na uoga itakufanya uzame. Haleluya. Huwezi ukavuka ng'ambo ingine kama uko na uoga. Maana hiyo maji ikikuja ikue mingi kama uko na uoga, si utabebwa nayo? Haleluya. Hata wakati mwingine tunafinywa kabisa. Tunanyoroshwa na mapepo sawasawa usiku. Mtumishi anasema wale wanaota ndoto mbaya wakuje mbele. Unasema Bwana asifiwe. Ni Mungu anakuanga amenena. Si mtumishi wa Mungu ananena, ni Mungu kupitia ndani yake ananena, na anasema ya kwamba mwaibishe shetani kutoka kwa hizo ndoto mbaya. Kanyaga mbele. Haleluya. Aibisha hiyo ndoto mbaya, kuja mbele upate ukombozi. Bwana asifiwe. Mtumishi anasema kuna mtu hapa miguu zinamuuma. Unasema mimi sitaenda. Si watu wanaonanga mimi ninatembea vizuri. Unatembea vizuri lakini unaumia. Lakini sababu ya uoga unakaa hapo. Shetani anakuambia usitokee. Wewe kaa tu, kwani watu watakuona aje? Bwana asifiwe. Jioni ya leo ambia roho ya uoga, kaa kando, mimi ninataka kwenda ng'ambo ingine. Haleluya. Pigia Bwana makofi. Roho ya uoga ni mbaya. Bwana asifiwe. Unaweza hata pelekwa mahali wewe umekaa tu juu ya uoga, huwezi ongea. Juu ya uoga hatu huwezi fanya. Uko na uoga. Bwana asifiwe. Uoga ni mbaya. Wanafunzi wa Yesu walipojaribu kuvuka hiyo bahari, wakaingiwa na uoga. Wakati ambapo chombo kilianza kuingiza maji, wakaingiwa na roho ya uoga. Hawakufikiria warudi nyuma waanze kuomba, wakemee hiyo upepo. Hiyo roho hawakukuwa nayo. Bwana asifiwe. Tena hili neno linaturudisha nyuma ya kwamba wakati mwingine wewe kama Mkristo jifunze kusimama kwa pengo. Bwana asifiwe. Tujifundishe kusimama. Wakati mwingine tunafinywa na majaribu na magonjwa. Mtoto ameshikwa tu na magonjwa kadogo, umeshaanza kudial kwa simu, natafuta namba ya mtumishi. Saa zingine jifundishe kusimama kwa pengo kama wewe. Bwana asifiwe. Wakamlilia Yesu wakamwambia, wewe umelala tu na tunaumia. Bwana asifiwe. Wakati mwingine jifundishe kukemea pepo. Bwana asifiwe. Na ukinua imani hiyo pepo itaenda. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukimkemea shetani ataenda. Lakini ukiingisha kauoga unasema hii nayo hii pepo imenifinya. Atakufinya kabisa. Bwana asifiwe. Saa zingine tujifunze kusimama kama sisi wa Kristo. Simama kama jasiri. Kemea shetani na magonjwa yake, mwambie hapa toka, hauna nafasi. Atatoka. Haleluya. Bwana asifiwe. Maana ninajua namba ya mbinguni haikuangi mteja. Bwana asifiwe. Namba ya mbinguni inakuanga wazi kila wakati. Ukidayo liyo namba inaingia hata bila credit. Bwana asifiwe. Haleluya. Tujifunze kusimama kwa pengo. Maana wakati mwingine shetani anatuvamia, tunaingisha baridi, ni kama hata watu wenye hatuombangi. Unasahau kabisa hata na kupiga magoti ukaweze kuomba. Unaingiwa na uoga kabisa, unajikunja. Wengine wanasema wacha nichukue hii Biblia nilalie. Bwana asifiwe. Jifunze.
kusimama kwa pengo wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Wakaingiwa na hofu. Bado hii roho ya hofu ni mbaya. Wewe kila wakati unahofia tu, yaani uko na wasiwasi kila wakati. Bwana asifiwe. Wakaingiwa na roho ya hofu. Na ukumbuke kiombo kinaingia maji, ikijaa ile maji watazama. Bwana asifiwe. Wewe umeshikwa tu na kama magonjwa kadogo, umeanza kuingia na hofu, umeanza kusema enda mniletee dawa. Bwana asifiwe. Na labda ako kama magonjwa shetani alikuwa na kupima tu akili, umeanza kuingiwa na hofu. Ile pesa ungenunua nayo mboga, unaenda kununua dawa. Bwana asifiwe. Kwa sababu shetani amekuingisha hofu. Ile pesa ungepeleka shuleni, shetani anakuingisha hofu. Unakimbia kwa chemistry mbio kabisa, wewe ndio huyo na dawa. Na labda kale kama magonjwa ungesema tu, wekelea tu mkono, sema pepo ya magonjwa si mimi, toka nje. Bwana asifiwe. Kwanza mimi hujitia imani sana. Saa zingine magonjwa ijaribu na iambianga mimi hapana. Mungu anasema mimi ni hekalu lake na kuna vile mimi nitakaa na magonjwa. Bwana asifiwe. Inasikia na itaenda. Bwana asifiwe. Roho ya hofu ni mbaya. Kwa sababu ya kukaa na wasiwasi, unaweza pata ulifanya kitu yenye hata huku unatarajia. Kwa sababu we umejawa na wasiwasi, ukumbuki hata upige magoti uombe. Bwana asifiwe. Wakaambiana, ni nani huyu? Basi hata upepo na bahari humtii. Baada ya Yesu kutuliza bahari, baada ya Yesu kunyamazisha ile upepo, bado wanafunzi wake hawaamini. Hata katika hili hekalu la Mungu kuna wale wa Kristo bado hawaamini. Bwana asifiwe. Unapata mtumishi ameomba, mtu amepokea uponyaji, ama pepo inaongea mahali hapa inasema siendi, inakufanyia sijui hiyo saini inakuanga hivi ama inakuanga aje, sijui na hata sitaki kujua. Bwana asifiwe. Unasema na leo hii itaenda kweli. Bwana asifiwe. Mtu anafanyiwa ukombozi mahali hapa anapona, mnabaki mnaulizana, na huyu pasta anatumianga nguvu gani? Bwana asifiwe. Hata wanafunzi wa Yesu waliulizana, ni nani huyu hata bahari zina. Bwana asifiwe. Sasa katika nyumba ya Mungu kuna wenye bado wanaulizana, hawaamini. Mama Dorcas, mtoto amefukuzwa school fees, hauna hata 10 bob. Mtumishi anakuambia wacha tu mtoto aende, ataingia. Unarudi kujiuliza maswali, kweli pastor? Kweli unasema ukweli? Na ataingia pale canon kweli? Jitie imani, enda na mtoto na ataingia. Bwana asifiwe. Ni kama mimi ile wakati nilikuwa nazunguka kwa mlango huko nikitafuta kazi, mtumishi ananiambia usitoe pesa, nasema hapa nayo dadi nimetupa network. Bwana asifiwe. Juu huko hakuna, kama huna dobi, naye ananiambia neema yako ya kurudi kazini imefanya nini? Imefika. Na hiyo siku mimi hata sikuwa na haraka ya watu niende Bwana asifiwe. Nikashindwa ni nini, nikaingia. Kwanza mimi huwa natii sana sauti ya Mungu. Labda ninaanzanga kujitoa makosa, kuna mahali nimekosea, kumbe si makosa, ni baraka. Nikakosa kutii sauti ya Mungu, 5,000 zilikulwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kutotii sauti ya Mungu nikasema hapa nayo mtumishi sidhani. Na kumbe Mungu alikuwa ameshafungua mlango ya kazi. Ni mimi tu ndio sijavaa viatu na nivae nguo na nibebe kibeti yangu niende kazini. Bado nina sita. Haleluya. Hata Mungu ananibeba mpaka mahali utakaa ukifanyia kazi. Lakini mimi naye ni nani? Na mawazo ya mwanadamu ninasema haiwezekani. Bwana asifiwe. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, niliingia bila wasiwasi. Bwana asifiwe. Na hata nakanga mimi ukaa bila wasiwasi. Bwana asifiwe. Sina wasiwasi. Ukikosa kutii sauti ya Mungu, Mungu anapofanya miujiza mahali hapa, wewe unabaki ukikaa huko nje ukiuliza, na huyu pastor anakuanga wa ukweli?
siamini huyu Masai anakuanga wa ukweli. Anatumianga nguvu gani? Bwana asifiwe. Ni Mungu anamtumia. Haleluya. Vile Yesu alituliza bahari, hata mtumishi wa Mungu akinena jambo, akiomba, hizo magonjwa, misukosuko zote zitatulia. Na zikitulia, wachana na maswali mengi. Haleluya. Ondoa roho ya wasiwasi. Bwana asifiwe. Ondoa. Maana roho ya wasiwasi ni mbaya. Roho ya wasiwasi, unajua, once tu tuseme ulikuwa tu kwa ile harakati ya wasiwasi, alafu mtu akuja kushtue, hata unaweza zirai, kwa sababu hauko tayari. Umeingiwa na hofu. Kila wakati wewe unaogopa nini? Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe unashinda tu ukisema hapana, mimi siendi. Wacha nikwambie, hiyo kidogo yenye Mungu amekutendea atakunyang'anya. Kwa sababu hata akikupea ile kubwa, anajua huyu bado ataingiwa na uoga na wezi akanishuhudia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo, wacha Mungu akawe tegemeo letu. Wacha Mungu akawe msaada katika maisha yetu. Na tukue wa Kristo wenye msimamo mmoja. Bwana asifiwe. Tusikae kama wanafunzi wa Yesu, au wakaingia tu kwenye mashua wakijua ya kwamba Yesu si amekuwa akipaka watu matope kwa macho na wanaona. Wanasema Yesu si amekuwa akipata vipofu kwa barabara na waambia amuka. Bwana asifiwe. Wakajua hata sisi wacha tujaribu, lakini wenyewe si waumbaji. Bwana asifiwe. Tukue wa Kristo wa kujituma. Na tukue wa Kristo waaminifu. Kwa kile kidogo tu Mungu amekufanyia maishani mwako, mwamini tu Mungu. Na ujue ya kwamba ile kidogo amefanya, ninajua kesho kutwa ama mwaka ujao, Mungu atafanya kubwa. Haleluya. Maana Mungu wetu ni Mungu mwenye uwezo. Hakuna jambo ambalo linamshinda. Ndio maana mwimbaji mmoja akasema, kwani ni jambo gani hilo ambalo Yesu hawezi akalifanya? Wewe unakataa, unasema ya kwamba nyanya yangu aligonjeka akavimba miguu, hiyo mguu ikapasuka ikakuwa kidonda kubwa. Sasa hiyo ugonjwa hata mimi imenianza na hii ugonjwa haiponangi. Bwana asifiwe. Imani ndogo, kuwa na wasiwasi. Wacha kujibebesha mizigo, wacha kujibebesha magonjwa ya ukoo. Bwana asifiwe. Unashinda tu ukisema shosho yangu alikuwa na pressure, kwa hivyo hata mimi hii pressure imenishika, hata mimi nitakaa kama shosho yangu. Ishindwe katika jina la Yesu. Haleluya. Umeshinda ukisema kwetu hatuolewi, kwa hivyo hata mimi nisipoolewa hakuna shida. Bwana asifiwe. Wewe sema shosho, wewe baki na madhabahu yako, na mimi wacha niinue madhabahu ya Yesu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine nikiwa mjamzito wa my second born, nikawa na pressure yenye hata ukinikosea nilikuwa naanguka. Nikasema mimi sitakaa na hii pressure. Pressure niliacha huko Pumwani. Hata waleo mimi sinanga pressure. Bwana asifiwe. Maana nilisema ndio shosho wa kuzaa mamangu ako na pressure, wako sijui na ugonjwa ya sukari, lakini sio mimi. Nilikataa. Bwana asifiwe. Nikawa nimeandikiwa nitaingia dieta. Nikaambia Mungu, mimi si wa dieta. Na vile neno lako linasema ya kwamba tutazaa kwa uchungu, wacha uchungu ikuje niumwe, niende nijifungue. Bwana asifiwe. Usimpe na shetani nafasi. Ati wewe ukiambiwa tu kitu kidogo, hofu imekuingia. Landlord anakuja anabisha hiyo mlango, anabisha kabisa kwa sababu uko na loan na deni yake. Wewe unaingia na hofu kabisa, unaanza kutetemeka, hata uwezi ongea. Ati kwa sababu anakuambia toka, mwambie tafadhali nitalipa nyumba. Bwana asifiwe. Imani ni kitu ya maana sana katika maisha ya Mkristo.
Imani ni jambo la maana sana. Ukiwa na imani utaenda mbali. Bwana asifiwe. Na ukimwamini Mungu, Mungu ni mwenye uwezo na mamlaka. Ukimtegemea atakuwezesha kwa kila chochote ambacho unamuomba. Bora usikue na haraka. Maana hata Yesu wakati alikaribia kusulubishwa, alisema, Baba, wacha mapenzi yako yatendeke. Si vile wewe unavyotaka, Mama Dorcas. Si vile wewe unataka mamo, bali mwambie Mungu, wacha mapenzi yako yakatendeke. Haleluya. Maana Wakristo wengi tunataka tu tukiomba kama tukiombewa Sunday by Monday, hiyo jambo kama alijatendeka, mi sirudi kwa hiyo kanisa. Huyu pastor ni kama ako na ubaguzi. Maana mimi mbona ameniombea na hii kitu imekawia? Tulia. Kuwa tuna roho ya imani na roho ya kutulia tena mahali pamoja ni jambo la maana sana. Bwana asifiwe. Maana wanafunzi wa Yesu hata ni kama venye waliingia tu kwa hiyo mashua, ni kama sijui walikuwa wameanza kupiga makelele hata wakasahau ya kwamba hao ni wanafunzi wa Yesu. Badala hata kama kulikuwa na mwendeshaji wa hiyo mashua, hata wengine maybe tuseme 4, hawa wengine 8 wabaki wakiomba ndio hiki chombo kisizame. Lakini hao walisahau na wakasahau kabisa. Wakajua ya kwamba Yesu yuko. Ndio Yesu yuko. Lakini hata wewe naye chukua nafasi yako, muombe Yesu. Omba. Jitolee kwa kazi ya Mungu. Na mahali pengine ambapo pametushinda kabisa sisi kama wana Joy Bringers ni kukuja kanisani mapema. Tumezoea. Bwana asifiwe. Kuamka asubuhi imetushinda. Haleluya. Bwana asifiwe. Sema imenishinda. Sema tu kwa mdomo yako, imenishinda. Imetushinda kabisa. Tunazunguka huko kwa nyuma. Bwana asifiwe. Wakati mwingine huwa ninaangalia ninasema ki Mungu asamee kanisa lake. Ambia Mungu akusamee. Tumeshindwa kabisa. Na kuna vile mtumishi atakuja ndani ya kanisa, yeye amekaa hapa ati anangoja washirika. Bwana asifiwe. Haiwezekani. Ukiangalia hata katika hiki kitabu cha Marko, ni wagonjwa walikuwa wanatoka kwa nyumba zao, wanaenda wanaketi kando ya barabara wanamngoja Yesu. Si Yesu alikuwa anawangoja. Mama Dorcas, si Yesu alikuwa anawangoja. Bwana asifiwe. Ni vipofu walikuwa wanatoka kwa nyumba zao wanaenda kando ya barabara na wanauliza huyu Yesu leo anapita njia gani? Kama anapita huko Lunga
fees. Unataka Yesu akungoje, akwambie leo niko Maseno line, nimewangojea pale, piteni hapo, leo nitawapea school fees. Haiwezekani. Bwana asifiwe. Tuvae viatu mapema, tumngojee Yesu na tujue leo Yesu anapita wapi. Yesu apitangi saa 5 peke yake ama saa 8. Yesu anapita hata asubuhi. Anakuja, anaangalia, anapatanga tu Sami, yeye alishakuja. Yeye mwimbaji wakiwa na Chris. Anaangalia hapo kwa keyboard. Ndio bado wengine wako pale Mount Glory wanateremka. Bwana asifiwe. Mwingine hajatoka pipeline, baada ako kwa nyumba. Anafikiria kama nitakuja ama siendi. Yule mwingine anasema mimi najua yule mwingine ameshafika. Na huyu mwenye alikuwa ameshafika, hata yeye anasema mimi ninajua yule ameshafika. Bwana asifiwe. Wakristo, tusipende ati Yesu atungoje kando ya barabara. Maana Yesu alikuwa akitoka hivi, mkutano inatoka. Dogi, mama unatoka na kina Legishon wote, mimi natoka na kina Frank wote. Tunakuwa nini? Mkutano. Si ati hii mkutano ilikuwa ya wazee peke yake. Rozi unatoka na Jenny. Nyinyi wote tunaenda tunaform mkutano. Lakini sasa siku hizi hatutaki hata kutengeneza mkutano ya maombi. Hatutaki hata kukutengeneza mkutano hata ya wamama tuelewane. Hatutaki hata ile mkutano. Tunakataa. Tunatengeneza mikutano. Bwana asifiwe. Mungu atusamee. Mungu asamee kanisa lake. Na kwa hakika ukijua, ukitambua ya kwamba hapa si kwenda vizuri, utaenda sawa sawa na Mungu. Haleluya. Tusimame kwa miguu zetu. Mwambie tu Yesu, kitu ya kwanza omba, tubu, hata kwa ajili ya wenye hawajaingia. Ambia Mungu asamee kanisa lake. Misukosuko, kila upepo yote ambayo inahangaisha maisha yako, ni wewe peke yako unajua. Mwambie Mungu leo atulize bahari. Na uambie Mungu akusaidie. Kama unakuanga na roho ya uoga, kataa. Roho ya hofu, kataa. Mwambie Mungu leo mimi niko mbele zako jinsi nilivyo. Mwambie Mungu nimekubali. Nimekubali Bwana.